Hujambo na karibu sana katika Tosi TV Network. Na leo tunaenda kuangazia katika somo la 13, somo la mwisho kabisa la lesoni yetu hii. Ambalo lina kichwa kinachosema upendo ni utimilivu wa sheria. Na kabla hatujaendelea tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante tena kwa siku hii ya leo ambayo umetupatia ya sisi kupitia na kujifunza kwa neno lako. Tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji tujifunze, fungua akili zetu, tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji tujifunze katika juma hili. Katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, somo letu hili limejikita katika Warumi 13 fungu la 8 ambapo ndipo kiini cha fungu letu kuu katika juma hili. Nalo linasema, msiwiwe na mtu yeyote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Watu wengi wamekuwa wakiweka kando sheria ya Mungu na wanaona ni sawa, lakini hawajui kabisa kile wanachokifanya, kwa sababu sheria ya Mungu ndiyo nakala ya tabia yake. Kwa hiyo unapoiweka pembeni, hiyo nakala ya tabia ya Mungu inaondolewa. Na kwa kweli hii sheria ya Mungu ndiyo inayojumuisha kanuni za ufalme wa Mungu. Kila ufalme huwa una kanuni zake, huwa una sheria zake, na sheria za Mungu ndizo kanuni za ufalme wa Mungu. Na anayekataa kuzikubali hizi, yeye anajiweka nje ya mkondo wa Mungu, yani anajiweka nje ya sehemu ambapo baraka za Mungu zinaweza kumfikia. Lakini sasa kama sheria ya Mungu ndiyo nakala ya tabia yake, sasa yatupasa tujue kwamba tabia ya Mungu ni nini. Unaposoma katika Yohana wa kwanza 4 fungu la 8, neno la Mungu linasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kumbe tabia ya Mungu ni upendo, na hakika pale unapofuata sheria ya Mungu unadhihirisha upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Sasa katika juma hili tutaangalia katika mada kadha wa kadha, na mada ya kwanza tutaangalia asili ya sheria, na hapa tutaangalia hiyo sheria kwamba ni ya upendo, lakini pia tutaangalia hii sheria ya Mungu ikiwa takatifu na yenye haki na njema. Lakini pia sehemu ya pili tutaangalia kazi ya sheria, na hapa tutaangalia sheria na neema, lakini pia tutaangalia sheria na uhuru, na hatimaye tutaangalia sheria na upendo. Sasa tukianza mwanzo kabisa, sheria yenye upendo. Sasa sheria ya Mungu inaelezwa vizuri kabisa unaposoma katika kitabu cha Mathayo 23 fungu la 37 na 39. Neno la Mungu linasema, nitatumia Kiswahili cha kisasa, mpende Bwana Mungu wako na umpende jirani yako. Kwamba sheria ya Mungu inaelezwa katika pande mbili, kwamba inatakiwa iwe na uhusiano wa kwenda juu, lakini pia iwe na uhusiano wa mlalo. Na tunaposema uhusiano wa kwenda juu, manake uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Lakini tunaposema uhusiano wa mlalo, manake uhusiano wa mtu mmoja na mwenzake. Kivipi? Tunaambiwa mpende Bwana Mungu wako, na tunapoambiwa mpende Bwana Mungu wako, hapa tunaelezwa kwamba ushirikiano wako wewe na Mungu wapaswa uwe mkubwa, wapaswa uwe interwoven, yani uwe umefunganishwa, umeshonwanishwa kabisa. Lakini pia huu uhusiano wa Mungu unatakiwa uheshimiwe, yani unapompenda Mungu wako ya kupasa uheshimu uhusiano wako huo. Maana yake muda wa kuongea na Mungu, usiabudu kitu kingine chochote isipokuwa Mungu wako mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa peke yake. Lakini pia kuna upendo kwa jirani. Hapa tunaona kuwaheshimu wazazi, lakini pia kuwaheshimu majirani zako, lakini kuwaheshimu watoto wako, yani usiwafanyie hiana, usiwafanyie uovu wanao, lakini pia mheshimu mwenzi wako, lakini pia mpende jirani yako kama nafsi yako.
Na Yesu alivyosema kwamba ili uweze kudhihirisha tabia ya Mungu katika maisha yako, basi ni lazima ufuate sheria zake. Sasa sheria za Mungu tunaambiwa pia ni takatifu na ni za haki na ni njema. Unaposoma katika kitabu cha Warumi 7 fungu la 12, neno la Mungu linasema basi torati ni takatifu na amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa kweli sheria ni onyesho la tabia ya Mungu, na haionyeshi tu upendo wake bali pia ina sifa ya kimungu. Kwa nini? Sifa hizo ni kwamba ni takatifu sheria, lakini pia ni haki na ni njema. Na hizi ndizo tabia za Mungu pia, kwamba sheria takatifu, Mungu naye ni mtakatifu. Lakini sheria ni ya haki, lakini pia Mungu pia ni wa haki. Lakini pia sheria ni njema, na kweli Mungu ni mwema siku zote. Hebu tuangalie kazi ya sheria, na hapa tuangalie hasa katika neema. Kazi ya sheria katika neema ni ipi? Unaposoma katika kitabu cha Wagalatia 5 fungu la 4, neno la Mungu limeandikwa, ninyi mnaojaribu kuhesabiwa haki kwa sheria, mmetengwa na Kristo, mmeanguka kutoka kwa neema. Sasa hili fungu huwa linawachanganya watu sana, na huwa wanaona kabisa kama neema na sheria vinapingana. Na kweli watu wanaambizana kwamba hauna haja ya kufuata sheria kwa sababu tuna neema. Wewe mbona unamlazimisha mwenzio afuate sheria wakati tuna neema? Jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu kila moja ina kazi yake. Na tunapoongelea neema, neema inachora sheria mioyoni mwetu. Yaani neema ya Mungu sio kwamba inaiondoa sheria ya Mungu, la hasha, lakini yenyewe inaichora sheria ndani yetu. Na sheria kwa upande mwingine inatuonyesha dhambi zetu, yaani ni kama kioo, inatuonyesha dhambi zetu na inatuongoza kwa Kristo. Na huyu Kristo ambaye ndiye anayetupatia msamaha. Kwa lugha nyingine naweza nikasema neema, sheria inatufundisha kutofautisha kati ya mema na mabaya, lakini neema hutusamehe tunapovunja sheria hiyo na hutuwezesha kuendelea kuchagua kutenda kile kilicho chema. Hebu tuangalie sasa sheria na uhuru. Ukisoma katika Yakobo 2 fungu la 12, neno la Mungu linasema, sema na kutenda kama wale watakaohukumiwa kwa sheria inayotoa uhuru. Sema na kutenda kama vile au kama wale watakaohukumiwa kwa sheria inayotoa uhuru. Kivipi? Sheria inatupatia uhuru, lakini uhuru tuliopewa sio kufanya tu vile ambavyo tunaona sisi ni chema. Yaani tumepewa uhuru, lakini uhuru ili uwe uhuru sahihi ni lazima kuwe na sheria. Na ndio maana hata katika kila nchi kuna uhuru. Mfano kama nchi yetu ya Tanzania, kuna uhuru wa kufanya shughuli, wa kuishi, wa mambo mbalimbali. Lakini kuna sheria pia ambazo kama utaenda tofauti na hizo sheria, basi utakuwa umejiondolea uhuru wako mwenyewe. Na Musa alitoa sababu ya kuitunza sheria kwamba ni kwa sababu tumewekwa huru kutokana na dhambi. Kwa hiyo sheria tulionayo inatupatia ni wapi twende na wapi tufikie. Na kwa kweli uhuru ambao Mungu anatupatia ni uhuru ambao unapaswa kutuongoza kwenye utimilifu maalum wa sheria na utimilifu wa kutoa mapenzi, yani upendo wa kweli. Lakini pia kuna sheria na upendo. Unaposoma katika kitabu cha Yakobo 2 fungu la 8, neno la Mungu linasema, ikiwa kweli mnashika sheria ya kifalme inayopatikana katika maandiko, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Sheria ya Mungu inaanza kwa upendo, kwa sababu Mungu mwenyewe ni pendo na tabia yake ni upendo. Hauwezi ukadai kwamba unashika sheria, unafanya kila ambacho kinatakiwa kufanyika, lakini hupendi jirani yako, hupendi ndugu yako, unamchukia, unamsengenya. Hii ni hatari sana. Lakini tunaambiwa mpende jirani yako, sio kumpenda tu, kama nafsi yako. Yaani kama wewe unavyojipenda
Na tunapompenda Mungu na tunapompenda jirani yetu, tunadhihirisha na tunaonyesha kwamba tabia ya Mungu ipo ndani yetu. Natamani ni nukuu fupi hapa kutoka katika kitabu inachosema This Day with God, ambacho kimeandikwa na Ellen G. White na ni cha Mei 17. Kinasema, sheria ya Mungu itakapoandikwa mioyoni, itaonyesha katika maisha safi na matakatifu. Itaonyeshwa katika maisha safi na matakatifu. Amri za Mungu si barua iliyokufa. Wao ni roho ya uzima, wakileta mawazo na hata mawazo chini ya mapenzi ya Kristo. Moyo ambao umeandikwa ndani yake utalindwa kwa bidii yote, kwa maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Wote wanaompenda Yesu na kuzishika amri watatafuta kuepuka kuonekana kwa uovu, sio kwa sababu wamezuiliwa kufanya hivyo, lakini kwa sababu wanaiga mfano safi na wanahisi kuchukia kila kitu kinyume na sheria iliyoandikwa mioyoni mwao. Hakika tunapompenda Mungu na tunapoonyesha tabia ya Mungu, hatutaenda mbali na sheria ya Mungu, kwa sababu sheria ya Mungu inadhihirisha tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu ambayo ni upendo. Hivyo, ili udhihirishe kweli unampenda Mungu au unaishi kama Mungu anavyotaka uishi kwa kufuata tabia yake, ni kwa kushika sheria za Mungu. Mungu akubariki, na huu ndio mwisho wa somo letu katika juma hili, lakini ndio mwisho pia wa lesoni yetu ya robo hii ya kwanza kabisa katika mwaka 2025. Ungana nasi katika robo ya pili na Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Tunashukuru kwa sababu umetufundisha kweli mbalimbali ambazo tuwapaswa kuishi kwazo. Tuwezeshe tutende yaliyo mapenzi yako. Tusaidie tuishi sawa sawa na vile unavyohitaji tuishi. Mbariki mpenzi mtazamaji katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akubariki sana ndugu mpenzi mtazamaji, na ulikuwa nami Baraka Tosi. Mpaka wakati mwingine. Asante.